Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaikum. Niwakaribisha katika kesha la asubuhi ya leo tunapokwenda kutafakari neno la Bwana. Tuombe. Baba na Mungu wetu mwema, asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya ulinzi wako ambao umekuwa pamoja na sisi katikati ya usiku wenye hatari nyingi. Umetulinda na sasa tumeiona asubuhi ya leo. Jina lako litukuzwe. Tunapoenda kujifunza ukuu wako kupitia kesha la asubuhi, uwe nasi, tufundishe kwa jina la Yesu. Amen. Leo ikiwa ni Septemba 28, somo linasema Hezekia alijinyenyekeza. Hata hivyo, Hezekia akajinyenyekeza kwa ajili ya huku kutukuka kwa moyo wake yeye na wenyeji wa Yerusalemu, hata haikuwajia hasira ya Bwana siku za Hezekia. Mambo ya Nyakati wa Pili 32 fungu la 26. Mwandishi anaanza kwa kusema, akijawa na majuto, Hezekia alijinyenyekesha kwa kiburi cha moyo wake, lakini ile mbegu mbaya ilikuwa imepandwa na kwa wakati ilibidi chipue na kutoa mavuno ya ukiwa na ole. Katika miaka yake yaliyobaki ufalme wa Yuda, alikuwa awe na utajiri mwingi kwa sababu ya kusudi lake thabiti la kukomboa wakati uliopita na kuleta heshima kwa jina la Mungu aliyemtumikia. Lakini bado imani yake ilibidi jaribiwe vikali, na alipaswa kujifunza kwamba ni kwa kuweka tumaini lake kabisa kwa Yehova ndipo angeweza kumtumaini kuzishinda nguvu za giza zilizokuwa zinakula njama kwa ajili ya maangamizi yake na uharibifu wa watu wake kabisa. Kisa cha kushindwa kwa Hezekia kuthibitisha kuwa mwaminifu kwa dhamana yake wakati wa ziara ya mabalozi kimejazwa na somo muhimu kwa wote. Zaidi sana kuliko tunavyofanya, tunahitajika kuzungumza juu ya sura zile za thamani katika uzoefu wetu, rehema na wema wa Mungu na vina visivyo na kifani vya upendo wa Mwokozi. Pale akili na moyo vinapojazwa na upendo wa Mungu, haitakuwa vigumu kukitoa kila ambacho kinaingia katika maisha ya kiroho. Mawazo makuu, matamanio bora, utambuzi dhahiri wa ukweli, makusudio ya ukarimu, shauku kwa ajili ya utauwa na utakatifu yataelezwa kwa maneno ambayo yanadhihirisha sifa bainifu za hazina ya moyo. Wale ambao tunashirikiana nao siku hadi siku wanahitaji msaada wetu na uongozi wetu. Wanaweza kuwa katika hali ya akili ambapo neno linalosemwa kwa wakati unaofaa litakuwa kama msumari uliopigwa katika mahali pa hakika. Kesho baadhi ya roho hizi zinaweza kuwa mahali ambapo hatuwezi kuzifikia tena. Je, mvuto wetu juu ya wasafiri wenzetu hawa ni upi? Kila siku ya maisha imesheheni majukumu ambayo tunapaswa kuyabeba. Kila siku maneno na matendo yetu yanawaathiri wale tunaoshirikiana nao. Ni hitaji kubwa kama nini kwamba tunapaswa kuweka ulinzi juu ya midomo yetu na kulinda hatua zetu kwa ulinganifu. Tendo moja la kizembe, hatua moja isiyo ya busara husababisha mawimbi yanayotapakaa ya majaribu fulani yenye nguvu yanayoweza kuzoa roho katika njia kuelekea katika uharibifu. Hatuwezi kuyakusanya mawazo ambayo tumeyapanda katika akili za wanadamu. Kwa upande mwingine, ikiwa kwa mfano wetu tunawasaidia wengine katika kukuza kanuni nzuri, tunawapa uwezo wa kutenda mema. Kwa zamu yao wanaweka mvuto huo wenye faida juu ya wengine. Hivyo mamia na maelfu wanasaidiwa na mvuto wetu tunaotoa pasipo kufahamu. Mfuasi wa kweli wa Kristo huimarisha makusudi mema ya wote anaokutana nao. Mbele ya ulimwengu usioamini unaopenda dhambi, anadhihirisha nguvu ya neema ya Mungu na ubora wa tabia yake. Somo letu kama linavyosema, Hezekia alijinyenyekeza. Mwandishi katika somo la leo anatamani atufundishe na kutukumbusha namna ambavyo tunapaswa kuwa watu wanyenyekevu, hasa tukizingatia kwamba Kristo mwenyewe alikuwa mnyenyekevu na alijinyenyekesha hata kuwa mtii. Mauti ya msalaba ikamfikia kutokana na unyenyekevu aliokuwa nao kusudi aweze kutukomboa. Na mwandishi ameonyesha namna ambavyo unyenyekevu unazaa matunda ya upole, lakini pia unatoa maneno mema yenye kujenga, yenye busara. Mtu mnyenyekevu matunda yake yanaonekana kwa nje, na hivyo maneno yake anayoyatoa yanaweza kuwatia moyo, yanaweza kuwajenga watu, yanaweza kuwasogeza watu karibu na msalaba wa Kristo. Kinyume chake, mtu asiye mnyenyekevu, maneno yake yanaweza kuwaondoa watu katika uwepo wa Kristo na kutanga mbali, kitu ambacho
si sahihi kwa Mkristo. Kwa hivyo wito wetu asubuhi ya leo, Bwana anatualika kutumia kila njia, kila fursa iliyoko mbele yetu, kuvuna kila tunda la unyenyekevu, ili huo unyenyekevu tuweze kutumia kuwaleta wengine kwa Kristo, tayari kwa ajili ya uzima wa milele. Tunalo somo kubwa la kujifunza kutoka kwa Mfalme Hezekia, ambaye alijionyesha kuwa mnyenyekevu kwa nje, lakini kiukweli alipojaribiwa unyenyekevu wake haukuonekana. Je, wewe ni mnyenyekevu? Je, mimi ni mnyenyekevu? Unyenyekevu wangu je, upo kwa kila mtu au ni kwa watu wazima tu, ni kwa watoto, ni kwa kiongozi fulani, ni kwa mtu fulani tu? Tunapaswa kuwa wanyenyekevu kwa kila mtu, kwa watu wa hali zote. Hapo ndipo ambapo tutaweza kutimiza utume wetu. Bwana kubariki unapoendelea tafakari hii asubuhi ya leo kwa jina la Yesu. Amina. Tuombe. Baba na Mungu wetu mwema, asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya somo hili ambalo umetufundisha. Ni dhahiri ya kwamba Mungu wetu umetuita tukutumikie katika wakati huu, lakini unatamani tunyenyekee chini ya msalaba wako, chini ya mkono wako ulio hodari, ili utukweze kwa wakati, huku tukikutwika wewe fadhaa zetu zote, maana wewe unajishughulisha na mambo yetu. Neno la Bwana linasema. Kwa hivyo asubuhi ya leo tunakuja miguuni pako jinsi tulivyo, tukiwa dhambi tusiyofaa, tuoshe na ututakase. Tunapokwenda katika ulimwengu kwa majukumu ya siku nzima, ninakusihi maneno yetu yakawajenge watu, yakawasogeze karibu na msalaba wako wa Kalvari. Maneno yetu yawajenge watu, yawatie moyo wa kuone wewe katika maisha yetu, wajiandae kwa ajili ya uzima wa milele. Ninaamini utakuwa mwaminifu, utatulinda na majaribu, utatuongoza katika njia za haki. Niomba haya kwa jina la Yesu. Amen.